Okay, basi leo story yetu inaanzia hapa. Kulikuwa na bibie mmoja ambaye alikuwa akiwasimulia hadithi ya watoto ambao kwenye hii garden. Anawaambia kuna wanasayansi ambao kuna kifaa wanakiunda, lakini hao wanasayansi wanapatikana katika miaka ya mbele huko. Lakini kifaa huwa kinatumwa pia katika miaka hii, alafu kina uwezo wa kushift muda. Lakini hicho kifaa huwa kinatengenezwa kwa kusudi maalum la kuiokoa dunia. Basi tunarudi huku nyumbani ambako ile bibie Lina na watoto kama wawili hivi. Mmoja anaitwa Emma, huyu wa kike, afu wa kiume anaitwa Noah. Basi wakiwa hapo wamekaa, baadaye huyu mume wake anapokea taarifa ya kazi, lakini familia, mke na watoto wanaenda beach kule kwa ajili ya kuogelea. Basi wakawa wamekuja huku chapchapu kwa ajili ya kuanza shughuli zao za beach. Huyu dogo akawa amechukua hiyo nani yake kwa ajili ya kuzungukia kwenye maji, lakini kuna kifaa fulani wakawa wanakiona kwa mbali. Baadaye dogo akawa amekifuata, akaanza kukinyanyua pale, kizito kweli kweli. Nyanyua wapi, kimekatalia kwenye ardhi. Baadaye akawa amefanikiwa kukinyanyua. Mara baada ya kunyanyua akakifungua, kuna kitu fulani katoka inaitwa Kristo. Yaani kama mwamba fulani lakini ule ambao unaangaza. Baadaye akawa amekuja nao mpaka nyumbani hii Kristo. Wanaiangalia kweli kweli, hawaelewi ni nini. I say, hii ngoma ni nzuri kweli kweli. Yaani hiki ni kifaa cha ajabu ambacho wa madogo waliokota alafu kikaja kikawasaidia kuwapa nguvu za ajabu. Baadaye bibie alivyokishika kukitazama, shangi imekuwa cheusi tu. Lakini kurudisha kwa Noah ni kama kuna nguvu fulani anayo. Kwa hiyo kikishika yeye kinaangaza. I say, basi akawa amekishika hapo. Nyakati za usiku akiwa amelala, huyu bibi ambaye anaitwa Emma bado tu anakikumbuka. Baadaye akaenda akafungua ile box. Cha ajabu kufungua kikatoka kitu kingine. Alafu katoka pamoja na mdoli pale ndani. Akawa ameuchukua mdoli na kuvutiwa nao sana. Cha ajabu ule mdoli ana uwezo wa kuzungumza nao. Japo wenyewe hauzungumzi, lakini yeye anadai kuna sauti anaisikia kutoka kwenye ule mdoli ambao umeupata kwenye kale ka box. Basi akawa ameufurahia sana. Lakini baadaye kaka yake Noah akawa amekuja. Anamwambia unatazama nini? Ili box linatakiwa lifungwe na ikiwezekana likarudishwe kule. Lakini bibia anagoma. Kwa bahati mbaya ile Kristo akawa imeanguka pale chini. Alafu vile vipande vikawa vimekuwa vyeusi kweli kweli, wakaanza kuviokota. Ghafla kimoja kikawa kama kinapaa hivi, yani kinaelea juu juu. Basi wakaanza kukitazama na kushangaa. Alafu kuna mwanga fulani wa zambarau unaingia, unapanda. Basi bibia Emma akajaribu kutumbukiza kidole, lakini hamna kitu kilichotokea. Kitu kama barafu hivi akatoa. Basi kesho yake wakawa wameendelea na mambo ya hapa na pale. Kuja huko baharini wanacheza cheza na nini, lakini wana vile vimawe ambao vilitokana na kule ndani, ambao vilipasuka mara baada ya ile Kristo kuanguka. Lakini kimoja jamaa anajaribu kusikiliza, huyu Noah anashangaa, anaanza kuwasikia wadudu ambao ni wadogo kweli kweli, ambao sauti zao haziwezi kusikika kwa urahisi. Basi akasema hapa nasikia sauti ya buibui. Kuangalia kweli pembeni wanamuona buibui akiwa anajenga. Dogo akafurahia, akaona kumbe hii kitu ina uwezo. Basi baadaye sana wakawa wamerejea huku nyumbani. Wakiwa hapa, ile Kristo cha ajabu imejirudi tena na kujiunda tena kuwa alama ya pembe nne. Lakini hapo kuna chupa fulani kama ya kinywaji ikawa imetokea. Alafu kuna mistari fulani inatokea kama ya pembe nne. Mara ile chupa ikawa inaondoka na kuja. Madogo akawa anaulizana, anasema au kuna poto ambayo vitu vinaweza kuhama kutoka kwenye muda mwingine kuja kwenye muda mwingine. Basi wakawa wanapeana mawazo kama ikiwezekana tukatupe ile Kristo. Lakini udogo Noah anasema hapana, nimeshaanza kuona ni kama ina uwezo wa kutusaidia. Basi stories hapa na pale zikawa zimeendelea. Nikusii tu usiache kucomment, kulike, kushare na kusubscribe. Mimi ni Swebe Director. Ambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa ngoma hii uone namna ambavyo hawa madogo kitu hiki kiliwasaidia kweli kweli. Basi baadaye wakawa wamerudi nyumbani na kumsimulia mama wao yale yote ambayo yalikuwa yametokea kule. Furaha hapa na pale ikawa imeendelea na nini. Kesho tena stories zinaendelea. Baadaye wakawa wamekuja kupata dina nyakati za usiku. Basi wanajaribu kumsimulia mama na baba yale yote ambayo yalifanyika kule beach. Baba akawa amefurahi sana. Lakini baadaye baba akawa amekuja kuwaleta huku kwa ajili ya kucheza golf. Dogo huwa hapendi golf kabisa yani. Lakini muda wote anapenda kuichezea ile Kristo. Anapenda kuichezea kwa sababu inampa furaha. Babake anamwambia nataka nikufundishe kucheza golf. Tafadhali naomba ufuate maelekezo. Lakini dogo akiwa anaiangalia golf anashangaa kuna vitu kama miale inayofanana na ile Kristo inatokea. Ghafla ikawa inamuongoza kupiga hiyo golf. Akapiga golf, kuna mahali kapotea, alafu ikaingia mpaka lile eneo ambalo itakiwa iende. Kuna mahali kama kuna kitu kama wavu pale wameweka ili iende. Na kweli ikawa imeenda. Basi huyu mzee akafurahia, akaona basi dogo ameanza kuelewa. Kumbe dogo kuna nguvu tu nyingine imemsaidia. Kesho yake kaja akakutana na profesa huku ambaye alikuwa anafundisha darasani somo la sayansi. Anawaambia kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa na vitu ambavyo wanadamu wanafanya ecosystem ikwame. Umeona kama huyu nyoka huko ndani amefungiwa ni kwa sababu ya shughuli za kibinadamu.
lakini shughuli zingine za wanyama zinashindwa kuendelea. Lakini dogo kuna kitu fulani alikuwa anachoraga hapa, lakini ule mchoro mwalimu baadaye akaja akaucheki baada ya kutawanyika. Basi teacher akawa ameshangaa sana kwa sababu aliona ule mchoro ule dogo aliouchora unatokea kwenye ancient times. Akamfuata akamuuliza, ulikuwa na idea gani mpaka uchoro huo mchoro? Dogo anasema mimi sikuwa na idea yoyote, nashangaa tu umenijia. Akaja mpaka kwa bibie huko Naomi, akaja kumletea bibie Naomi, ni mchumba wake yeye, anamwambia huu mchoro dogo aliuchora, lakini nashangaa umefanana sana na huu kwenye hichi kitabu chako. Naomi anajaribu kueleza kwamba huu mchoro ulichorwa zamani sana na mababu wa zamani, na ndio maana sisi tunausoma katika hivi vitabu. Basi yule profesa akaona sasa kuna haja ya kwenda kuonana na dogo, lakini kuja huku dogo kuna vitu alikuwa anavigenerate kama sound system akiwa na baba yake hapa, anamwambia hizi ni sound effects za kuita wanyama ambazo kuna namna zinaweza zikaita wanyama. Kesho yake pakapa na maonesho hapa shuleni. Cha ajabu dogo amewakusanya hawa buibui wote, alafu anasema hawa nimetumia sound system fulani kuwaita mpaka wamekuja hapa. Yaani kuna sound nizigenerate zikawaita hapa. Basi watu wakawa wamempigia makofi na kumshangilia sana. Huku bibie Emma yeye yuko na huyu mdada mwingine, anamwambia haya mawe nimeyatupa hapa chini, kuna namna yanaweza yakaanza kupaa. Anaelewa. Yule bibie akaanza kuogopa huko, ameushikilia yule mdoli. Kuna vitu fulani kama miale hivi ya damu ya mzee kama inatokea pale. Basi bibie anamwambia unaona hiki kinachotokea hapa kinaweza kikanifanya nikafly. Yaani nikawa kama ninapaa hivi. Unaona? Wakati huku wakati huo huyu jamaa ambaye ni profesa akawa amekuja na Naomi kwa ajili ya kuonana na yule dogo moja kwa moja mpaka mazingira haya hapa, ili wamuulize mbona alikuwa anafeli sana katika sayansi, imekuwaje ameweza kukusanya wale buibui, kwa hiyo anaita sound effect. Wakaanza kumuuliza yule dogo na nini huko, anajadili kwamba itakuwaje. Kidogo akaamua kuyaficha yale mawe ili kusudi yule profesa asiyaone yale mawe ambayo yalipasuka kutoka kwenye kile kidude kile kibox ambacho walikiokota kule pamoja na ile Kristo. Lakini wakati za usiku hivi akawa ameichukua ile Kristo, cha ajabu ikaanza kama inamuendesha pale ndani, kuna mwanga inautoa. Lakini mara baada ya kutoa ule mwanga kuna vitu fulani vikawa vimetokea pale, kitu kimoja kama samaki fulani hivi, katokea kingine kama nge, cha ajabu kikapasuka na kutoa mwanga mkali kweli kweli. Lakini ule mwanga au kuishia tu pale ndani, ukakata umeme wa mji mzima. Huku kwake unatoa mwanga mkali, lakini kule mwanga unakuwa mwingi zaidi. Baadaye baba yake akawa anaingia akaamua kuvificha vile vitu. Lakini baadaye umeme ulivyorejea, baba anamuuliza huyu dogo kwamba mbona nilipoingia hapa ndani kuna mwanga ulitokea afu ukapotea. Dogo kicheki kule nyuma kuna masalia yale yamebaki, akaona anyway kuna namna nitayaficha. Kaja kwa Emma, tunatakiwa tufiche hivi vitu kwa sababu baba ameshashtukia tayari. Tunatakiwa tufiche. Bibi anaambia huyu mimi mdoli wangu siwezi kumficha. Wewe ficha vyote, ikiwezekana karudisha, lakini mimi mdoli siwezi kumrudisha. Naweza kuongea naye. Huku jambo limefika serikalini. Serikali imeshtuka kuona kwamba umeme umekatikaje. Kwenye nchi za wenzetu umeme huwa ukatiki mara kwa mara. Wakaanza kupigiana simu, wanasema wakati umeme unakatika kuna nyumba fulani tumeona kuna kitu fulani kama kinawaka. Kwa hiyo tunajaribu kutrack location ili tuweze kwenda kuangalia. Huenda ndicho kilichosababisha madhara. Huku wao wamelala kina Emma pamoja na huyu dogo anaitwa Noah. Lakini Noah kuna ndoto fulani anaiota. Anaona kama yuko ndotoni anacheza game, lakini kuna daraja fulani linajitengeneza kama la vioo, lakini msukumo wake unatokana kwenye kitu kama kile cha Kristo. Basi kesho yake akawa anaendesha game lao na nini hapo ndani. Huku akakabibia kanajaribu kusemesha ule mdoli na nini. Basi game zikao zimeendelea hapa na pale hapo ndani. Lakini wanasimuliana zile ndoto na kugundua kwamba ndoto zote walizoota ni yani zinafanana. Ghafla yule profesa akawa amekuja mpaka hapo nyumbani. Wakaanza kuongea na Rena ambao yule ni mama wa hawa watoto wawili. Wanamwambia unaona huu mchoro mtoto wako aliuchora, hebu utazame vizuri. Mtoto wako aliuchora kama vile ulivyo kwenye vile vitabu vya watu wa zamani. Lakini dogo anapinga, anasema mimi sijui chochote kuhusu hilo. Mimi nilichora bila kuwa na idea. Lakini kadogo Emma kalivyokuja kanamwambia tuna maajabu zaidi tunaweza kukuonesheni. Kwa hiyo kaeni vizuri na sisi ili tuwaoneshe. Mama akawa anacheka pale, anashangaa. Hawa na maajabu gani? Maana haelewi kama watoto wao kuna vitu ambavyo wanavyo. Basi baadaye huyu bibie Naomi pamoja na huyu profesa wakatamani kuona hicho ambacho hawa madogo wanasema wanacho. Emma anaendelea kuhakikishia kwamba huyu mwenyewe mdoli mimi na uwezo wa kuongea naye na hiyo sauti anaweza kuisikia. Hapa penyewe ameniambia kuna wanasayansi, kuna jambo wanaendelea kulifanya huko miaka ya mbele. Sijui kama dogo anawaigizia au la. Lakini baadaye sana akawa amekutana hapo na kupata chakula na nini. Alafu yule dogo Emma naye anajaribu kuongea na huyu mzee hapa kwamba
huyu mdoli nimeshawaambia, huyu ni baba hao, huyu mdoli nimeshawaambia kwamba anaweza kuzungumza au hawaamini. Ghafla akawa control sukari ikatoka kwa kutumia macho yake tu, ikatoka sukari kwenye kile chombo na kwenda kwenye bakuli. Kaka anacheka, kanafurahia. Babao anashangaa sana, anaita Mr. David, imewezekanaje hili? Na profesa yuko pale pembeni anasema haya mambo yanawezekanaje? Kibiolojia yanawezekana kweli? Profesa anasema nimejaribu kufanya check up lakini tunahitaji kurudi laboratory ili tufanye majaribio zaidi. Huku dogo naye amekuja anasema twendeni mkaangalie kwenye chumba cha Emma kinachotokea. Cha ajabu wanamkuta Emma kule ndani na anafanya mazoezi ya kupaa, ni juu chini juu chini. Mama hao anaogopa kweli kweli. Akaanza kuteketeza vile vitu ambavyo walikuwa navyo, vimidoli vile vimawe, akavitupa kwenye dustbin kule. Anasema naomba viteketee kabisa kwa sababu nyinyi watoto mnanihangaisha hapa ndani. Lakini kabibia kalimisi sana ule mdoli wake. Cha ajabu udogo anakuja anamletea mdoli wake pamoja na yale mawe. Anasema nilipitia kule kwenye dustbin ambako mama alikuwa ametupa. Kwa hiyo nimehakikisha narudisha hivi vitu vyote. Basi baadaye huyu dogo Emma anasema na mimi kuna vitu fulani kama nilikuwa nasoma huku, kuna kitu nimejifunza. Kuna picha ambayo nimeiona mwaka 1860. Kuna bibia ambaye amemshika mdoli mithili ya sungura, lakini naona anafanana na huyu mdoli. Sasa imewezekanaje katika miaka 1860 na sasa hivi nakutana na mdoli unaofanana na huu kwenye picha? Wakakaa hapo wakaanza kuzungumza na kujadili. Wakaja kule ndani na kuanza kufanya yale maajabu yao. Yale mawe yanaanza kuelea pale na ile mitambo ile mionzi ikawa inapanda. Cha ajabu dogo akaingiza sura yake kwenye ile mionzi. Akaanza kuona vitu vya ajabu, anaona kama wanasayansi hao ambao mama hao wanasema watakuepo, yani wako miaka ya mbeleni huko. Akatazama pale, hii mionzi inayoona na wanasayansi imekuaje? Ghafla wazazi wakaingia wakaanza kuyaficha yale mawe, kuyatoa, maana wale wazazi hawataki kabisa kuyaona hayo mawe pale. Lakini mama yake anamwambia kuna nini mwanangu? Anaanza kuwasimulia, nimeona wanasayansi wanatengeneza kitu ambacho mama ulikuwa unajaribu kutusimulia kwamba hicho kitu kinaweza kaja kusaidia ulimwengu. Baadaye akapeleka laboratory na kuanza kupima uso wa huyu dogo. Anasema huyu dogo anaonekana ufahamu wake umeenda mbele zaidi. Yaani akili yake inaweza kujicontrol kwa haraka kweli kweli, alafu inaweza kwenda mbele zaidi. Mzee David ukaona acha arudi tu nyumbani, aombe break kazini, aanze kukaa na familia. Cha ajabu siku hiyo mapolisi wameingia pale ndani. Ni wale wa serikalini ambao walikuwa wanajaribu kutrack kuona nyumba gani siku ile ilitoa mwanga wakati mji mzima ulikuwa una mwanga. Dogo akajibu kuelekeza kwamba wazazi wetu hawahusiki na hiyo issue. Sisi ndio tuliokota boksi fulani pamoja na huyu mdoli. Lakini baada ya kuokota, hiki ndio kilifanya kwamba ule mwanga utokee. Wakawabeba wote na kuwapeleka laboratory kwenda kuprove au kuhakikisha hicho kitu ambacho wao wanasema. Lakini dogo baadaye akawa ameweka yale mawe pale. Akaanza kuyazungusha yale mawe. Mara baada ya kuyazungusha na ule mwanga unatokea, lakini nguvu yake imekuwa ndogo sana. Hadi yeye akaanza kushangaa imewezekanaje. Wakaja kupima ule mdoli sasa ambao dogo anaamini anaweza sema akazungumza nao. Kupima wanashangaa ule mdoli umefungwa chip za ajabu kweli kweli ndani ya mwili. Yaani kuanzia juu mpaka chini. Na pale katikati kuna kitu kama kiini ambacho kinamfanya huyu dogo aweze kuzungumza naye. Anasema inaweza kuzungumza naye. Na sasa hivi huyu mdoli anaambia kwamba msipoutunza huu mdoli dunia itakuja isambaratike, kwa sababu hao wanasayansi wameunda huu mdoli ili utulinde, lakini wanaweza wakaja kuchukua kwa kupitia poto. Kwa hakikisheni kwamba mnautunza, mnauhifadhi. Hicho mnachokiona msikidestroy hata kidogo. Cha ajabu bibi akiwa analia na ule mdoli unaanza kushusha vitu kama machozi. Huyu jamaa wa serikalini akamwambia basi laleni hapa katika laboratory. Kila kitu kitakaa sawa, kesho tutamalizia majaribio. Wakiwa wamelala hapa, Noah ana amani kabisa usiku huo. Akawa yani hapati usingizi. Baadaye akawa ameshtuka. Mara baada ya kushtuka, huyu dogo Noah akajiuliza, akaanza kusikia zile sauti kama kule alipokuwa anasikia. Lakini hapo ndani nia yake ilikuwa ni kuondoa lile boksi. Basi akaanza kuwaita mende wale kwa kutumia zile sound system, zikazuia kamera na wao akaanza kuchomoka hapo ndani. Cha ajabu ule mdoli bado anatia huruma, yani analia, lakini mdoli amefungwa kwenye safe kali ambao anatakiwa akaifungue. Dogo akavuta nguvu kwa yani akavuta kama uwezo hivi. Alafu ile safe kafunguka, wakaenda wakabeba yale mawe, wakabeba na ule mdoli na kila kitu. Cha ajabu yale mawe wanasema mawe yamepungua nguvu tu, yaacha. Akasema hapana, tukimbie nayo. Basi wakawa wametoka kwenda huku nje, akakutana hii truck, hii gari hapa, wakaingia hapa ndani. Bahati nzuri Noah anajuaga kuendesha. Basi wakaanza mwendo. Ile kukimbia huku mzee ndo anahamka. Yule watoto hata wako hapa. Kwa bahati nzuri huku Naomi pamoja na yule profesa wakakutana na hawa madogo. Anaambia vipi mnakimbia? Wanasema wale kule wale watu wa serikali wanataka kutushinikiza. Sisi tumeona tukarudishe ili box tuliko likuta. Basi wakaamua kuungana nao. Lakini huku wakiwa wameushika ule mdoli. Ule mdoli unaendelea tu kumwaga machozi. Yaani unatia huruma kwamba kinachoenda kutokea ni kibaya. Basi baada ya kama amerudi mpaka kule kwenye nyumba yao ambao kwa anaishi, wanasema kuna masalia yalikuwa yamebaki. Tunatakiwa kuondoka naye.
hapa nje wakaja wakayarusha na kuamua kwamba kwa viteketeze hivi vitu, yani waviondoe ili serikali isiendelee kuwafuatilia. Lakini cha ajabu pale ikaanza kutokea ile mionzi, na ile mionzi inashindwa, yani wao wanashindwa kuicontrol isipokuwa yule dogo. Basi akawa ameikaribia pale, kuikaribia pale akawa ameweka ile mdori, lakini ajabu ile mionzi kaanza na kumvuta yeye, nampeleka kwenye poto ili kumpoteza. Basi baadaye wakaanza kuingia pale ili kusudi waweze kumsaidia, lakini ile mionzi inawapiga. Basi wanarudi, lakini huyu dogo kwa sababu ana kitu fulani kilikuwa kimebaki kama ile Kristo, akaitoa na kwenda hadi eneo lile pale, akaanza kuvuta mguu wa dogo, angalau yeye ndio ana uwezo wa kumvuta Emma. Basi akafanikiwa kumvuta Emma mpaka hapa chini, lakini huku ni kama ilikuwa ni remote, kile kitu ambacho alikuwa amekitoa kwenye lile box, basi kikawa kimepanda mpaka pale hewani. Ghafla wale wanasayansi wakaanza kuonekana kupitia lile eneo la anga, wanafurahia ule mdoli kwamba umerudi katika poto yao, huku wanaendelea kutazama lile anga. Ghafla ile poto kama imepotea. Yani poto ni kama kinjia fulani ambacho kinakuwa kinaweza kuhamisha kutoka muda fulani kwenda katika muda mwingine. Basi serikali ikawaambia kuanzia sasa mko huru kwa sababu mambo yote yameisha. Hao madogo akarudi kusoma. Basi na huo ndio unakuwa mwisho wa hii ngoma kali ambao hao madogo bwana walikuwa wamekota kile kibox pamoja na ule mdoli, alafu hao tu ndio walikuwa na uwezo wa kucontrol. Hatimaye kimekuja kuwa msaada kwa namna moja ama nyingine, lakini mara baada ya kukirudisha kule, basi kila kitu kimekuwa sawa. Mimi naitwa Sebe Director of HD. Usiache kuambatana nami tena katika ngoma zingine. Usiache kucomment, kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata malikali kama hizi punde tu ninapokuwa naziachia. Ciao.